dakika 90 nimeziona, na kusema ukweli goli moja ambalo wameshinda Yanga ni dogo kulinganisha na jinsi walivyokuwa wamecheza vizuri. Walikuwa wanastahili kushinda ushindi mkubwa zaidi, lakini ndo mpira, na ukishapata point 3 hasa katika hatua hii ya makundi ambayo ni kwamba point ndo zinahesabiwa zaidi, ni jambo la msingi sana. Lakini Yanga wamecheza vizuri, naona uwezo wao umebadilika, nafikiri kwa sababu wamekuwa na motivation ya mwalimu mpya, kwa hiyo wamejipata vizuri na wanacheza kama ambavyo tumewazoea Yanga Africans. Hapo kesho tunakwenda kushuhudia mnyama Simba akicheza, lakini hatuwezi tukasahau timu nyingine kutoka nyumbani Tanzania, Woka Mikato wa jiji la Dar es Salaam wakiwa pale Kongo, na Singida Black Stars wakiwa kule Algeria. Pengine nini neno lako kuelekea michezo inayokuja? Ukiangalia mchezo wa leo unakupa picha kwamba kiwango chetu cha mpira kimeongezeka sana, na kwamba haijalishi tunacheza na timu ya nchi gani, lakini bado timu za Tanzania ndio timu tishio sasa hivi. Na hali ni hiyo hiyo kwa Yanga, kwa Simba, kwa Azam na Singida Black Star pia, Big Stars. Na naamini timu zote hizi zina uwezo wa kufanya vizuri kwenye hatua hii na tukasonga mbele. Kwa hiyo mimi niwatie moyo, nchi nzima iko nyuma yao. Mheshimiwa Rais ametuagiza kusimamia kuhakikisha kwamba hawakwami, na kila ambalo tunatakiwa kulifanya ili kwa kiwango cha kiserikali kuhakikisha kwamba timu hizi zinafanya vizuri tutakifanya. Hizi ni salamu za Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ni mpenzi namba 1 wa mpira wa miguu nchini. Huu ni mchezo wa kwanza wa kundi B la ligi ya mabingwa barani Afrika, ambalo walisema kundi B walisema ni kundi ambalo ni la kifo. Pengine kwa michezo inayokuja kwa wananchi Yanga Afrika, unaiona wapi Yanga Afrika? Ilikuwa linatajwa kwamba ni kundi la kifo, na moja ya timu zilizokuwa zinatajwa kwamba ni timu kali kabisa ni FAR. Na FAR kama ambavyo unaona wamekufa hapa leo, na hata ile goli moja walilofungwa naona kabisa wanaenda wakishukuru. Kwa hivyo mimi sidhani kama ni kundi la kifo. Ni kundi la kifo kwa sababu timu zote ni kali ikiwamo Young Africans, na naamini tutapata matokeo na wataenda hatua inayofuata baada ya hii ya makundi. Kwa hiyo ambacho amekifanya Young Africans, mheshimiwa, inatupata taswira gani sasa huko mbeleni kwenye michuano hii ya kimataifa? Dalili nzuri kama ambavyo nimeshasema, naamini timu zote za Tanzania zitafuzu kuendelea kwenye hatua inayofuata. Ikitoka makundi na kwenda 16 bora, itakwenda kwenye 16 bora, na ni kwa sababu kiwango chetu kimeongezeka sana. Uwekezaji mkubwa umefanyika, support kubwa ya serikali imefanyika kwa miaka kadhaa sasa, na naamini sisi tumekuwa magwiji wa soka barani Afrika kama zile nchi ambazo zimekuwa zikiogopewa kwa miaka.